Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Jubilei 2025, Mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Jubilei 2025. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumekusanyika hapa ili kuyastaajabia makuu ya Mungu kwa upendo wake mkuu ambao ametutendea sisi wanadamu toka miaka 2025 iliyopita. Mungu baada ya kumwona mwanadamu ameanguka katika utumwa wa dhambi na mauti, alifanya mchakato wa kuweza kumkomboa. Mchakato huu ulikamilisha kwa njia ya mwanae Yesu Kristo aliyefanyika mtu, akaja akateswa msalabani kwa ajili ya kutukomboa. Kwa hiyo tunakumbuka wema wa Mungu huu ambao utakumbukwa vizazi hata vizazi, kwa sababu kwa njia ya kifo cha Yesu Kristo msalabani sisi tumepata kukombolewa. Kwa jubilei kwa kawaida lengo lake ni kukumbuka na kushukuru kwa makuu ambayo Mwenyezi Mungu ametutendea. Kwa hiyo tukiwa katika shangwe jubilei kuu 2025, kila baada ya miaka 25 basi tunakumbuka makuu ya Mungu ambayo ametutendea. Kwa hiyo basi tumekusanyika tena mwaka huu ili kuweza kukumbuka yale makuu aliyotutendea, ili tuweze kujipatanisha zaidi na Mungu, ili pia tuweze kutafakari juu ya Ukristo wetu kwamba Mungu ametoa sadaka kubwa namna hii kwa ajili yetu. Je, sisi tunaitikia namna gani katika upendo wa Mwenyezi Mungu? Ndio maana kila kipindi hiki cha jubilei basi ni kipindi ambacho kinatutafakarisha wema wa Mungu na kufanya tujipatanishe naye zaidi. Hata kama tunapitia katika changamoto au magumu mbalimbali, basi tuwe na matumaini kwake, tuwe na imani kwamba yao yote yatapita, lakini Kristo aliyeshinda hawezi tena kushindwa. Daima tuone mbele kuna ushindi, kwa sababu Kristo amekuja kutukomboa. Basi sote tuweze kujipanga vizuri ili neema hizi za msalaba, jubilei hizi zisitupite kule, zilete mabadiliko katika maisha yetu. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kusahihishwa kuadhimisha mafungo matakatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi. Nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
msalabani ili kuwaokoa wanadamu, na kuomba utujalie sisi tuliojua fumbo lake hapa duniani tustahili kupata thawabu ya ukombozi wake huko mbinguni, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Katika kitabu cha Hesabu, walisafiri watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakanung'unika Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai. Chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma. Watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumenung'unikia Mungu. Na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akawaambia Musa, jifanyieni nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti. Hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya msalaba akaishi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Msisahau matendo ya Mungu. Msisahau enyi watu. Msisahau matendo ya Mungu. Msisahau matendo ya Mungu. Msisahau enyi watu. Msisahau matendo ya Mungu. Enyi watu wangu, sikilizeni sheria yangu. Tegeni masikio kwa maneno ya kinywa changu. Na nifunue kinywa changu kwa mithali. Niyatamke mafumbo ya kale. Msisahau matendo ya Mungu. Msisahau enyi watu. Msisahau matendo ya Mungu. Msisahau matendo ya Mungu. Msisahau enyi watu.
kuwa sawa ya Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yesu alimwambia Nikodemu, hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminiye awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo.
Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Jubilei 2025. Basi tunafanya jubilei kuu 2025. Na jubilei maana yake shangwe. Jubilei ni shukrani kwa makuu ambayo tumetendewa. Sasa tuko katika jubilei ya miaka 2025 toka Ukristo ulivyoingia ulimwenguni. Yaani tunashangilia ukombozi, tunashangilia ushindi wa Yesu kuja kututoa kutoka hatia ya kuangamia, hatia ya kutengana na Mungu milele. Basi kwa njia ya kifo chake amekuja kutupatanisha na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Na shukrani inatokana na kukumbuka. Maana huwezi kuwa na shukrani kama ukumbuki yale matendo makuu ambayo umetendewa. Kwa hiyo hata sisi katika jubilei hii, jubilei ya matumaini, tuna mshukuru Mungu kwa sababu tunakumbuka makuu Mungu aliyotutendea. Maana tunatambua kwamba wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva walitenda dhambi, na dhambi ile walioitenda ilikuwa ilitufanya tupoteze kabisa mwelekeo, tutengane na Mungu milele. Kwa hiyo Mungu mwenyewe aliingilia kati pale alipoamua kutupatanisha, kutuunganisha tena na Mwenyezi Mungu, na kutuunganisha huko na Mwenyezi Mungu. Utimilifu umepatikana kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa ukombozi ulikuwa ni mchakato kama tulivyosikia katika somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha Hesabu. Inaelezea kwamba hawa Waisraeli walishindwa kukumbuka, kwa maana wimbo wa katikati imesema tusiyasahau matendo aliyotutendea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hawa wana wa Mungu alipowaonea huruma, alichagua taifa moja la Israeli ambalo kwalo alilitumia hilo ili kukomboa ulimwengu mzima. Alichagua taifa hili, akamchagua Musa ili akawatoe wana wa Israeli kutoka utumwani, chini ya utumwa wa Misri. Kwa hiyo alipoenda kule, aliweza kuonyesha nguvu kubwa ambayo hata Waisraeli wenyewe walishangaa namna Mungu alivyo na nguvu, namna alivyowapiga yale mapigo kule Misri, na mwishoni walipokufa wazaliwa wa kwanza wa Misri, ile pigo la mwisho lile basi lifanya wana wa Farao walegeze msimamo. Alipolegeza msimamo, basi wana wa Israeli basi waliruhusiwa kwenda ili wakamtolee Mungu dhabihu, waweze kutoka kwenye utumwa, wawe huru kuenda kumtukuza Mungu. Na hapo alipotoka, basi hata kama Farao aliwaachia wale wana wa Israeli waondoke, lakini bado alikumbuka yale mambo yaliyokuwa anafanya wakiwa pale, namna alivyowatumikisha. Akaona si vema kuwaacha waende, ndipo alipokuwa hatua ya kuwafuatilia. Aliwafuatilia ili ikiwezekana, hata kama wamekubali kuruhusu waende, lakini akasema lazima niwafuate tena. Basi waliowafuata na wao wakakata tamaa, akasema sasa hapa tumekwisha. Lakini Mungu katikati ya bahari ya Shamu pale aliweza kuwavusha, na wale maadui waliokuwa wanakuja waliweza baada yao kuvuka, basi maji yarudisha yakawaangamiza wale maadui wa Waisraeli. Lakini basi Waisraeli walimshukuru Mungu, wamesema tutamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Wanashangilia, wanashukuru kwa makuu aliyowatendea, kwamba Mungu ametupa hadhi, maana tulikuwa tunajua tumekwisha, tumeangamia. Kwa wakafurahi, wakaendelea na safari ya kwenda huko nje ya ahadi.
Lakini basi njiani walipata changamoto. Changamoto hizo ziliwafanya tena wao wasahaulifu, maana yake Mungu aliwatendea mambo makubwa mpaka wakafurahi. Lakini walipofika njiani wakaona sasa hapa huyu amekosea. Wengine mpaka wakathubutu afadhali turudishe kule kule utumwani. Maana ulikotuweka huku misosi ile hatupati, nyama zile hatupati, tuna shida ya maji, tuna shida ya chakula. Sasa afadhali turudishe kule kule, maana sasa tunaona umekuja kututoa hapa ili kuangamiza. Unaona, wakaanza kulaumu. Lakini hiyo ndio tabia ya binadamu. Mara nyingi binadamu ukitenda mambo mazuri mengi, alafu mwishoni ukakosea, yanayokumbukwa ni yale ya mwishoni, sio yale mazuri uliyotenda. Unaweza kumtendea mambo mengi ndio uharibu mwishoni. Yaani yeye atakayolikumbuka ni ile baya au ile changamoto. Yale mengine yote yale amesahau. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli, wakaanza kumlaumu Mungu. Hapa wanamlaumu Mungu, wanamlaumu na Musa. Kwamba kumbe nyinyi mmefanya ukorofi kututoa kule ili mje mtuangamize huko jangwani, mje mtupe mateso sisi. Ndio yale somo la Hesabu linaeleza kwamba sasa wanalalamika. Wamekosa shukrani kwa sababu ya changamoto waliotukuta, waliko tukabili au walizotukuta njiani. Kwa basi Musa anamwambia Mungu kwamba sasa unaona watu wako waliosema mimi niwatoe niwapeleke huko wananipigia kelele, wanataka kunibonda kwa mawe. Watu hawa sasa wamekuwa wakali. Sasa Musa Mungu amesema aliwaadhibu kidogo, kuwanyoosha. Mtafanya tu akawapa adhabu ile ya kuua. Maana amesema kule nyoka wa moto, alituma nyoka wa moto. Kadiri tulivyosoma kitabu cha Hesabu, basi wakawa wanakufa, aliwang'ata watu wengi wakafa. Lakini basi huruma ya Mungu, kwa sababu alipiga magoti Musa kwa Mungu, basi Mungu pia akasema tafuta namna ya kuwatoa hao watu kutoka kwenye mahangaiko au kutoka kwenye hayo Mungu anaadhibu, lakini bado huruma ile inabaki, kwa sababu watu wakorofi hawana shukrani. Basi Mungu hasemi waangamie, angeweza kuangamiza moja kwa moja, kwa sababu sasa huruma ya Mungu haiangalii makosa ya binadamu, haiangalii mwanadamu ameteleza kiasi gani, anaendelea kumuonea huruma mwanadamu. Kwa alivyoomba msamaha kwamba watu hao ni huruma, na wao wenyewe waliomba kwa Musa, akatuombea msamaha maana tutakwisha, hawa nyoka hawa watatumaliza wote. Kwa hiyo basi Mungu tena kaonea huruma, ndio hapo amesema alitengeneza nini? Alitengeneza mti. Tuseme alitengeneza nyoka ya shaba akaitundika kwenye mti. Na alipotundika, hiyo ndio ilikuwa pona yao. Yoyote aliyeiangalia ile nyoka, yoyote aliyeng'atwa na nyoka aliyekuwa ametundikwa kwenye mti, ndiye aliyepona. Unaona kwamba Mungu anaonyesha ukombozi ambao tungeweza kusema namna gani, kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kwa kupitia kwenye mti, lakini dhambi inaondolewa. Yaani mti huu unaonyesha sura mbili. Mti ndio mwanzo wa anguko la mwanadamu, lakini mti huu ndio mwanzo wa kusimama kwa mwanadamu. Maana tukiangalia kitabu cha Mwanzo, tukiangalia habari zile za wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva, walipewa kabustani kazuri kenye matunda ya kila aina, wale washibe, wale tani yao. Lakini alisema katika miti hii kuna mti mmoja tu, ule wa matunda yale, mti ambao upo katikati ya bustani, ule ambao upo katikati ya miti mingine, miti hiyo msile, mule yote, lakini mengine msile. Lakini kwa sababu ya ubishi wa wanadamu, na nyoka aliwadanganya huyo ambaye ndio shetani, basi akawadanganya kwamba Mungu anajua kwamba nyinyi mkila huu mti mtakuwa ngoma draw na Mungu, maana yake mtafanana, mtakuwa kama Mungu. Na wakasema hiyo ni habari njema. Kumbe utakuwa ngoma draw na Mungu, unakuwa nasi kama Mungu. Basi hii habari ilikuwa ni habari ya kupendeza. Amesema Eva ndio alikuwa wa kwanza kuchuma hilo tunda ambalo likataliwa.
na yeye akala, na akampa hata nani, akampa huyu Adamu naye akala. Sasa je, walipata kile walichokitaka? Hawakupata. Bali waliona sasa wameingia pabaya, yani wameingia kwenye mahangaiko, amani hawana, wanaogopa kumkaribia Mungu. Wanapata yani amani walikuwa kabla wanaweza hata kumkaribia Mungu, lakini wanajificha mbele ya Mungu. Kwa kile walichotarajia hawakupata. Kwa waliingia kwenye anguko baya, ambayo anguko ni Mungu mwenyewe aliyeingilia kati. Akaamua sasa kuweza kuwaokoa. Kama na haya ya kuanguka kwa dhambi hiyo unaikuta kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Ukisoma bado unaikuta vizuri ilivyokaa, ukaidi uliosababisha dhambi inaitwa dhambi ya asili. Maana dhambi ndio hiyo sisi wengine tumerithi. Dhambi sio sisi tuliotenda. Kwa kuzaliwa tu binadamu, mtu anarithi hiyo dhambi ambayo walitenda wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Eva, kwa sababu ya kukosa utii, kwa sababu ya kukosa maelekezo. Sasa huruma ya Mungu inajionyesha. Kama mti ulikuwa ndio chanzo cha anguko lao, anatumia mti huu kama tulivyosikia pia katika somo la kitabu cha Hesabu, kuweza kuwaokoa wale wote walioutazama huo mti ambapo hiyo nyoka ya shaba alitundikwa. Wote walipona, hawakupata, wengi walikufa. Wale waliotazama huo mti walipona. Kwa hiyo sasa ndio tunapoangalia kwa namna ya pekee uponyaji umekuja kwa njia ya Yesu Kristo. Sababu Mungu alikuja kukamilisha ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye huyo Yesu Kristo kwa sababu ya huruma yake aliamua kujishusha, kama inavyoeleza kitabu cha waraka kwa Wafilipi. Hakuona kule sikuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, akaamua kujishusha, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo mti ule uliosababisha mwanadamu aanguke ni mti huo aliotumia Yesu kuja kutukomboa. Kwa hiyo alitundikwa mtini, alifezeshwa mtini, akatundikwa mtini kwa ajili ya ukombozi. Kwa tunapoona msalaba, tunaona msalaba huo Yesu ametundikwa kwenye msalaba, ambao msalaba huo kimsingi ni mti. Kwa hiyo mti huu sasa ni mti wa ukombozi. Kwa hiyo sio kila mti, sio kila msalaba unaoona, tuone msalaba ambao Yesu ametundikwa, huo unaleta ukombozi. Kwa kama walivyoangalia wana wa Israeli jangwani, wakamwangalia ile nyoka ya shaba, waliweza kukombolewa. Kwa hiyo hata sisi tukiangalia sanamu hiyo ambayo imetundikwa kwenye mti wa msalaba, ambayo Yesu msulubiwa, tunapona. Kwa sababu sisi tunapoangalia msalaba tunaona ushindi. Kwa wale wasioamini hiyo inaonekana ni upuuzi, lakini sisi kwa tunaoamini tunaona ni ushindi. Kwa tuangalie huo msalaba kwa imani. Tuna mizigo mbalimbali inayotusumbua hapa na pale. Tuchukue hiyo mizigo tuende tukatue kwa Yesu. Yeye anasema njoni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa tukatue kwa Yesu, ili Yesu atuondolee. Kama wale wana wa Israeli walivyoenda kule wakautazama mti ule, wakaenda kuitazama ile nyoka, wakakombolewa. Basi na sisi tuitazame hiyo sanamu kwa imani ya Yesu msulubiwa. Yeye atatupa amani, atatupa furaha, atatupa faraja, atatupa matumaini. Kama ilivyo kauli mbiu ya jubilei ya mwaka huu ni jubilei ya matumaini, basi tumaini letu liwe katika Bwana. Maana najua tunapitia katika mazingira yenye changamoto nyingi. Hata Papa Francisco alipoweka hii kauli mbiu amesema matumaini hayatutahayarishi. Maana yake nini? Anataka tutumainie Mungu, kwamba katika alipoleta ujumbe kulingana na mazingira ya miaka hii tuliyopo. Maana hii imezinduliwa tarehe 29 mwezi wa mwaka jana, mlango wa jubilei mwezi wa 12. Alikuchagua kauli mbiu hii akitambua kwamba binadamu tumepitia katika mazingira magumu. Kwanza tulipitia kwenye ile COVID, ile COVID 2019 iliyoanza ikatesa mpaka 2022 huko. Ilikuwa bado sehemu nyingine inatesa lakini imepungua.
Lakini pia kulikuwa na mavita haya ambayo yameanzishwa kama Ukraine imeanza 2022. Kuna huko Sudani, kuna huko Kongo. Kuna matatizo mengi yaliyotokea, mwanadamu anapitiwa katika wakati mgumu ambao anaona kama Mungu amemsahau. Anaona kama Mungu hayupo. Pia kuna changamoto ya hali ya hewa ambayo tunaiona sasa, hali ya hewa imekaa vibaya. Mazingira yetu, chakula kinakuwa cha kuungaunga. Hata tukilima hatuna uhakika kwamba tutavuna. Lakini manake na changamoto binafsi ambazo kila mtu anapitia. Lakini amesema tuwe na matumaini, tujue kwamba tumaini halitatutayarisha. Maana tumaini haliwezi kutufanya tuogope, kwa sababu mbele tunajua kuna matumaini. Tukae imara katika imani, tumtumainie Kristo. Tusimwache Mungu kwa sababu ya changamoto tunazopitia. Kwa hiyo tudumu zaidi katika imani, tukitumainia msalaba wa Kristo. Maana katika msalaba wa Kristo kuna matumaini, kuna ukombozi, kuna ushindi. Kwa basi tupokee msalaba wa Jubilei kwa imani kubwa na tushangilie, lakini tuendelee kumtazama Kristo katika kila changamoto tunazopitia, ili yeye mwenyewe atusaidie na aweze kutatua kadiri ya mapenzi yake. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Basi tusimame. Ndugu wapenzi, Bwana wetu Yesu Kristo amemtolea Baba yetu wa mbinguni maisha yake msalabani ili atupatanishe naye. Tuombe. Nami maombi yangu na kuomba wewe Bwana, wakati ukupendezao, Ee Mungu, kwa wingi wa fadhili zako unijibu. Nami maombi yangu na kuomba wewe Bwana, wakati ukupendezao, Ee Mungu, kwa wingi wa fadhili zako unijibu. Msalaba utukumbushe mapendo makubwa ya Kristo, na uamshe shukrani mioyoni mwetu. Kwa wingi wa fadhili zako unijibu. Msalaba uwe bendera ya Wakristo na alama ya ushindi wao. Kwa wingi wa fadhili zako unijibu. Msalaba ututie nguvu katika mateso na hatari. Kwa wingi wa fadhili zako unijibu. Tutumie ishara ya msalaba kwa kuungama imani yetu. Kwa wingi wa fadhili
mtakatifu wapokelewe katika ufalme wako. Tunakuomba utupe neema ya kuchukua msalaba wetu pamoja na mkombozi kwa mapendo makubwa kwa njia ya Kristo Bwana. Amen. Yeah.
tutakase maovu yetu yote, sadaka ambayo iliondoa maovu ya ulimwengu mzima katika altari ya msalaba, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Pawe chanzo cha uzima, na yule mwovu aliyeshinda zamani katika mti pia ashindwe kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake malaika usifu adhama yako, enzi kuabudu na mamlaka wa kupigia magoti wakitetemeka. Mbingu na nguvu za mbinguni na maserafu wenye heri wa kuadhimisha pamoja kwa shangwe, na kusifu tujalie tujiunge nao kwa wingu wa sifa, tukisema kwa sauti ya unyenyekevu: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, hosana juu mbinguni. Mtakatifu, mtakatifu, Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni
mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, na kutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu, na kushukuru kwa kuwa umestahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako leo hapo popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Romanus Mihali na wakleli wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Na kuomba tuhurumie sisi sote pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosef mume wake Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, ustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanawe Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala sifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo aliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Usitutazame dhambi zetu, ila tuimani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani.
utie nguvu. Yesu mwema, usikilize, unifiche ndani ya jeraha zako, usikubali nitengane nawe, unikinge na adui mbaya, unilinze saa ya kufa kwangu, uniamuru nije kwako, nikusifu pamoja na watakatifu wako milele na milele. Amina. Sala ya rehema mbele ya msalaba. Yesu mwema na mtulivu sana, ninapiga magoti mbele yako, ninakuomba na kusihi kwa roho yangu yote, utie moyoni mwangu nuru ya imani, nguvu ya matumaini na moto wa mapendo. Unijalie majuto ya kweli juu ya dhambi zangu, na kusudi imara na kuongoka. Kwa sikitiko na uchungu sana, ninayatazama majeraha yako matano, na kuyafikiri moyoni mwangu. Ninayakumbuka maneno ya nabii Daudi aliyosema juu yako, Ee Yesu mwema, wamenitoboa mikono na miguu, wamehesabu mifupa yangu yote. Imani ya Baba Mtakatifu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani
uliyetukomboa kwa mti wa msalaba, utufikishe kwenye utukufu wa ufufuko, unaishi na kutawala milele na milele. Jubilei 2025 Mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Jubilei 2025. Basi awali ya yote ni washukuru waamini wa kigango cha Kipera pamoja na vigango vya jirani mliofika hapa kwa ajili ya mapokezi ya msalaba. Hija ya msalaba inaendelea, na utaratibu utakaoendelea ni kwamba kutoka sasa kutakuwa na ratiba ya chakula. Ratiba ya chakula kiongozi wetu wa kigango watatoa mwongozo. Baada ya chakula tutaondoka hapa kwa maandamano kwa ajili ya kuelekea Kidamari parokiani. Pale Kidamari kutakuwa na mkesha. Wote kabisa mnaalikwa kufika kwa ajili ya mkesha pale Kidamari. Na mara baada ya mkesha asubuhi kutakuwa na misa mapema kabisa. Baada ya misa tutaelekea kukabidhi msalaba parokia ya Kaning'ombe. Kwa hiyo tunasisitiza sana, kwa sababu ni kama leo tuko kwenye hitimisho hivi, tunatamani pale Kidamari tuweze kukesha kwa wingi. Kwa hiyo karibuni sana. Wakati msalaba unaondoka hapa, ni vema ninyi waumini kwa ujumla wenu tuondoke kwa mashangilio na shamla, musindikize msalaba mpaka mahali fulani hivi. Baada ya hapo ndipo mtarudi na kujipanga kwa ajili ya kufika pale parokiani kwa ajili ya mkesha. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Baba Kadi akifunga misa hapa, msalaba bado uko hapa, fursa bado ipo kwa wale ambao wana shida na maombi maalumu binafsi. Basi tutaendelea kuja hapa kwa ajili ya kutoa maombi yenu kwa Yesu wa msalaba. Kwa hiyo ratiba hizi zitaenda sambamba, Wakati huko chakula kitakuwa kinaendelea, lakini watu wataendelea, wale waliokuwa wamebaki kufika hapa kwa Yesu msalaba kwa ajili ya kuleta maombi yao na kusali mbele ya Yesu msalaba. Na pengine foleni ya chakula labda itakuwa kubwa sana, mtaelekezwa na kiongozi. Wakati foleni ile inaendelea kusogea, badala wewe kusimama kwenye mstari saa nzima au nusu saa, basi watu wanaendelea kupungua pale, wewe unakuja unasali. Wakati foleni ile unakuta inaendelea kusogea. Ni pengine tuliona kama wengi sana. Wakati wa kitubio watu walikuwa wanaendelea kuja, lakini alipofika Baba Padri kwa ajili ya kuongoza kuanza misa, basi tuliambia kwamba tumesitisha zoezi la watu kufika kwa ajili ya hilo. Tupate baraka za msalaba na tuweze kunufaika na matembezi ya msalaba huu wa hija. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Baada ya kusema hayo, sasa ni muombe kiongozi wa kigango afike hapo kwa ajili ya kutoa utaratibu wa chakula cha kuanza. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.